Shemeji. Shemeji, nilikuwa nimepumzika kidogo hapa. Mimi naenda sokoni mara moja. Kuna vitu dada asubuhi aliniagizia. Kwa hiyo naenda kuvinunua mara moja. Yaani unaenda sokoni hivyo? Wewe unaona kabisa hiyo nguo ya kuvaa kabisa mtu mwenye akili timamu anatoka nje atembea na nguo kama hiyo? Hiyo si nguo ya kulalia hiyo. Au ndo nguo za mjini hizo mizozoea nyinyi? Nguo fupi shem. Nguo ndefu kabisa shem, nguo ndefu hii fupi jamani. Hiyo nguo ina urefu gani hiyo nguo? Nisikilize bwana. Mimi hapa kijijini naheshimika. Mimi ni mtu na heshima zangu hapa kijijini. Sasa usitaki watu wanichukulie tofauti kwa sababu tu nyinyi mmekuja hapa. Na kuheshimu shemeji, sina ubaya na wewe, ila ingia ndani kabadilishe hiyo nguo ndo uende sokoni. Sasa shem, hapa nikabadilishe nguo gani? Nguo ndefu kabisa hii shem, tena hapa nimevai kwa sababu naenda sokoni. Leti ingekuwa naenda sehemu zangu shem. Hii nguo ndefu kabisa hii. Nguo gani hiyo? Mimi kama maisha yenyewe ndo haya kupatiana na mavazi. Mimi naondoka. Hivi mtu anawezaje kuvaa nguo? Mtu si yuko uchi kabisa wa jamani. Unawezaje kuvaa nguo kama ile mtu mwenye akili zake vizuri anatoka tena anaenda kutembea? Dadangu samani. Bila samani. Nimekusimamisha hapa. Natumaini wewe ni mwenyeji wa hapa kijijini. Ni kweli mimi ni mwenyeji hapa kijijini. Basi vizuri. Ila mimi kuna jambo nilikuwa naomba unisaidie. Nilitaka kukuuliza kuwa unamjua kijana mmoja hivi anaitwa Shamba Boy? Shamba Boy? Mimi simfahamu huyo kijana. Yupoje kwanza? Ni kijana fulani hivi mrefu, mweusi, afu mwembamba hivi. Vijana warefu, weusi wako wengi hapa kijijini. Sasa sijui unamzungumzia yupi. Sawa, nikajua unamjua. Maana nina shida naye sana. Vipi kwani unamdai dada? Amna, ni masuala mengine tu. Basi sawa, mimi kijana simjui. Kama vipi kaulizia labda kijiji cha pili hicho, labda atakuwa anamjua huyo kijana. Ila kijijini kwetu hapa yuko mtu kama huyo anaitwa Shamba Boy. Ndio kwanza nakusikia wewe. Haya, asante, nashukuru kwa muda wako. Haya sawa, na mimi nashukuru pia. Kwaheri. Labda tuseme dunia imewapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu. Hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tuombe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu. Eti na bado wako shule. Wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Hawayaogopi maradhi. Karibu. Asante sana ndugu yangu. Sasa kaka, mimi natokea nyumbani kwako, lakini kwa bahati mbaya sijakukuta. Lakini kuna yule dada jirani pale. Yeye ndo alionielekeza kama uko kumekuja kukata majani. Ni kweli bwana. Unajua nini? Nimenunua ng'ombe kama 2 hivi na mbuzi 3. Sasa nikasema hapa kijijini bwana ukafungulia hivi
ataribu mazingira ya watu. Ni kama unachukua vijana pale wawili wale ili tuje kutekata majani au napelekee. Sasa kaka, kuna shida leo nataka unisaidie. Kuna mshangazi mmoja mpya ameingia kwenye line. Kwa hiyo nataka nikaagize. Ndugu yangu, ile ni gani zamba nakaa mshangazi? Maana ninavyojua mimi line ni ndogo sana ambazo zinakaa kwenye simu tu, au line gani ambazo zamba nakaa hizo toleo mpya, toleo gani? Hebu niweke sawa bwana. Bibi wajao sana ndugu yangu. Nacho kinaanisha kuna mshangazi mmoja amenipenda, anakaa show. Na kama unavyonijua ndugu yangu, kwa Yuzo ni tajiri wa mahaba hapa kijijini. Aha, hapo chache nilikuelewa. Lengo lako lilikuwa nini sasa? Kwa hiyo nataka unisaidie kale kamzigo basi na mimi nikamkanie. Maana kama unavyojua hao mashangazi wapya wanakuwa na pesa nyingi. Kwa nataka nikamkanie, nikamkazie, yani nikampige spako mpaka kesho atamani kurudi tena. Na ninavyojua hao mashangazi, yani ukiwapa show moja heavy, wanakupa pesa ya kutosha. Kwa hiyo nataka nitakate kidogo ndugu yangu. Sawa. Sasa ndugu yangu, nikikwambia umechelewa na kwaje? Kwamba dawa zimebakia mbili au zimeisha, utajisikiaje? Labda nikikuuliza. Kiukweli ndugu yangu nitajisikia kibaya sana. Kwa sababu bila hivyo vitu siwezi kupiga show heavy ndugu yangu. Kwa hiyo yani hata kama imebakia kidogo au uko na kwenda kuchukua mzigo, kaka jitume hata sasa hivi uende ukachukue. Maana hii issue ni muhimu sana. Inahitajika leo jioni. Kaka, mimi naishi kwa hivyo vitu. Na kama unavyojua kaka, hapa kijijini mimi upande wangu msingi ni kiuno changu kaka. Yani mimi nataka nikamsongeshe yule mama, yani nimkazie nipige spako mpaka spapo ile spakuke. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo ndugu yangu nakuomba, fanya kila linalowezekana. Mimi leo nipate dawa kaka nikatishe. Show yenyewe ndio hii ya leo. Yani na kama wiki na ukame kaka. Kwa hiyo nataka pesa ndugu yako. Basi hamna shida, dawa zipo. Sasa hivi kwa dawa zile zimeingia, ukiacha na ile vumbi yenyewe, kuna nyingine imeingia. Sasa sijui nikuchanganyishie au nikupe hii ya kila siku. Mpya wa zamani. Mimi naamini kaka, kitu kipya ni bora zaidi kuliko cha zamani. Kwa hiyo twende kanipe huo mzigo mpya na imani utakuwa nzuri kuliko wa zamani. Kaka, nimepania naitaka hiyo hela kwa udi na uvumba. Hamna shida. Sema kwa kuwa namalizia hapa, wewe takulia nyumbani. Kama dakika 18 kwa nishafika tayari. Lakini sio kama Mkude bwana. Mkude alikufanyaje? Wewe acha. Hawaja kujenga na buko. Afata vitu konki. Unajua, Mkude kitu ambacho hakijui, kwa starehe ni gharama. Yeye anapenda kitonga gandala nzidi. Mpaka baka. Kumbe anapenda kuteleza. Yeye anapenda mtelezo yule bwana. Basi hamna shida, ipo siku atakuja kutelezea nyumbani. Sema nini kaka? Sasa hivi kuna eneo moja hapo naelekea. Kuna mtu anaenda kwa nanamea. Alafu kama baada ya dakika ngapi hivi nitakukuta nyumbani kwako. Hamna shida. Hivi huyu jamaa ina maana hawezi kufanya hivi vitu, lazima apate vumbi. Sawa, tufanye mimi ni mnyama sasa. Nilihamishwa, watu wamenikubali kazi zangu vizuri, wamekuja kunichukua hapa. Nenda hata South Africa au nenda wapi? Atapata wapi huyu vumbi? Mke wangu. Vipi, mbona kulala saizi? Mchana afu mlala nje, mlango hujaufunga. Sasa inaweza katokea mwizi akaingia ndani akaiba. Na wewe usijue chochote. Uchovu tu. Vipi utokapo kupo sawa huko? Kwema, sijui wewe vipi, usalama upo hapa? Hata usalama upo. Kwani mke wangu? Kwani yule dada pale anakudai au? Mdada gani?
nimetoka kwenye mihangaiko yangu, kuna sehemu nimepita hivi nikakuona umesimama na mdada hivi mfupi hivi ana karangi, ulikuwa unazungumza naye. Sasa kwa yale mazungumzo jinsi yalivyokuwa marefu, mimi kwa haraka nikajua labda mke wangu pale anadaiwa. Sima tu nilikuwa busy kidogo, ndio maana sikufika pale kwa sababu nilibeuka pale mimi nishaondoka. Tulikuwa tu tunaongea mambo yetu. Ni mambo gani hayo mke wangu? Amna bwana, alikuwa ananiulizia tu kijana mmoja anaitwa Shamba Boy. Shamba Boy? Kwa ukamjibu vipi? Mimi nikamwambia wewe kijana simfahamu. Vipi kwani unamjua wewe kijana? Hilo jina lenyewe kwangu geni hapa kijijini. Nimjulia wapi mimi Shamba Boy? Basi ndio hivyo ameniulizia Shamba Boy, nikamwambia mimi Shamba Boy simjui. Basi ndio tukaachana pale. Kaja zangu kupumzika hapa nikajikuta nimepitiwa na usingizi. Vipi uko ndani umepika au? Nimepika ugali na matembele nimekuhifadhia hapo ndani. Wala jambo zuri kwa ina njaa. Basi sawa, unaweza tukaandaa chakula. Sawa. Wewe pumzika hapo, mimi naenda kuandalia. Naomba nisikize kwa makini. Hii dawa nimekopa kwa heshima yako tu. Sawa. Hii dawa ni mpya kabisa. Sijakumpa mtu yeyote, nimekopa kwa kuwa na kuheshimu tu. Na kaa ukijua. Siku nyingine ukija hapa, njoo na hela ambayo nitimia. Usilipe nusu. Diji bwana. Kwani mimi nishawahi kukugulugusa kwenye malipo? Kwa hiyo kaka, hii ndio mali safi. Hii mali safi. Sasa kaka, tusipoteze muda. Ngoja nimwahi yule mshangazi. Maana kama unavyojua kaka, ananisubiri huko. Sawa, hamna shida, lakini mimi nilikuwa naandaa hapa. Maana nimeshapa ng'ombe kale majani, nilikuwa naandaa chakula ile unajua. Kama vipi basi subiri tugonge. Hata nguvu asaje spako vizuri. Au unasemaje? Sikiliza kaka nikwambie. Yaani mimi sheria zangu za kazi. Nikikutana na mshangazi, sheria yangu namba 1, ananinunulia msosi wa kutosha. Yaani nile nikapige spako vizuri. Kwa hiyo kaka, wewe usiniwazeni kusana kula. Nitaenda nitakula afu nitaingia vizuri mzigoni. Naomba niwahi, nikafanye kazi. Alafu baadaye mimi na tutamalizana. Hamna shida. Basi poa kaka. Haya. Afadhali hata Bigi ulivyokuja. Sarusi, mbona unaanza na ukali? Kuna tatizo? Tatizo lipo. Kwani hujui shida hela yangu? Sasa ndugu yangu, rafiki yangu, pesa nishakuahidi kwamba nitakupa. Alafu ukiangalia wewe ni mzuri. Sawa. Angalia siku hizo unaona unapata. Sio pesa unapata wapi sijui. Paka nywele umebadilisha rafiki yangu. Sikiza kwa makini. Mimi pesa yako nitakupa tu mdogo mdogo. Subiria, univumilie. Endelea kufanya kazi yangu vizuri tu. Sasa Bigi, hata advance. Sasa wewe, nishakwambia mimi hela sasa hivi sina. Nisubirie mpaka mwisho wa mwezi. Nitakupa hela yako yote. Mwezi ujao mimi napata hela. Sawa. Nikishapata hela tayari basi hamna shida, mimi nitakupa family line. Nitafanya family line. Mpaka mwezi ujao tena Bigi. Mwezi ujao tena. Sasa unaivanga tena mwezi ujao. Sasa sikiza nikwambie. Mimi nishachoka. Mchongo mimi naenda kuharibu. Sikia bwana. Wewe kama unataka kuharibu mchongo haribu. Sawa, mimi mwenyewe sijali. Na kwanza hawezi kukuamini hata kidogo. Yule mirafiki yangu namjua, afu nimemweka hapa. Wewe unafikiri hata kwa mimi kwamba eti kumwambia bwana nilipewa mchongo? Hawezi kukuamini. Yule nimemweka hapa. Mimi naenda kuharibu. Sawa, haribu tu family life. Wewe leo nenda, leo usichekeshi. Nakwambia kwa usichekeshi. Na mimi nishakwambia. Kaka yangu. Sawa, fanya unavyoweza wewe. Wewe lini mwana? Yaani wewe Bigi wewe hata sikuelewi kabisa. Wewe kila siku utanipa hela, kila siku utanipa hela, kila siku utanipa hela. Lini sasa? Asa subiri nikuonyeshe. Labda tuseme dunia mapiga teke, maana wanaya na ulimwengu. Hata matendo yao hayaturidhishi wala.
tunapanga tungame, tumbe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu? Eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Hawayaogopi maradhi, ilo kwao sio shida. Hapa kijijini watoto wa mjomba, watoto wa mjomba